zangu wapendwa, mwisho ulipambazuka. Siku tuliyoingoja kwa hamu imefika. Jua la leo lilitoa tabasamu yake asubuhi kama kawaida yake, na ndege walisikika wakiimba nyimbo zao za kumsifu Mungu kama ilivyo kawaida yao. Lakini leo, kama tulisikiliza vizuri zaidi, baadhi ya ndege hao waliimba wakilitaja jina la yule ambaye anakusanya hapa siku ya leo na jioni ya leo, kwani walisikika wengine wakiimba Ndipo jioni imefika, ikatufanya sisi kuwa hapa tukiwakilisha wengine wengi ambao huenda wangetamani kwa nasi lakini hawakuweza. Kuna nini hasa, wapendwa ndugu zangu? Tuko hapa jioni hii kumshukuru Mwenyezi Mungu anayemjalia kila mmoja wetu kile apendacho yeye mwenyewe bila maslahi yetu. Tumshukuru huyo Mungu. Kwa nafasi hii tunamshukuru kwa hicho alichomkirimia ndugu yetu na baba yetu Josephat Jackson Bududu kwa kumteua kuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu la Tabora. Ni zawadi kwa wana Tabora, zawadi kwa kanisa na zawadi kwa taifa lote la Mungu. Tunampongeza sana kwa kuipokea zawadi hiyo. Hongera sana baba Askofu Josephat Bududu. Jioni hii hatuna mengi sana ya kusema. Tunaungana tu na Mtume Petro katika somo tulilosikia sasa hivi, anaposema kuwa sisi ni ukoo mteule, makuhani wa mfalme, taifa takatifu, watu wake Mungu mwenyewe, tulioteuliwa kutangaza matendo makuu ya Mungu, kama tunavyosoma katika waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote sura ya 2 aya ya 9. Tunaamini kuwa askofu msaidizi mteule Josephat Bududu ameteuliwa na anatumwa kwa namna ya pekee kutangaza matendo makuu ya Mungu kwa daraja ya uaskofu. Wajibu wetu jioni hii ni pamoja na kusikiliza kwa makini yale yatakayodhihirisha katika kukiri imani na kula kiapo cha uaminifu. Kwa kuwa mambo hayo ni mazito, tunao pia wajibu wa kumwombea ili hayo atakayoyaapia aweze kuyatimiza hata katika ugumu wake. Kwani tunaposoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14 aya 22, tunaambiwa na kukumbushwa kwamba inatupasa kufikia ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Na kwa kuwa utume wake hata ufanya akiwa amejificha, bali ataufanya pamoja nasi kwa ajili yetu na kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu, niwaombe nasi tujiombee kuwa tayari kushirikiana naye kwa upendo katika ukweli na haki, ili mapenzi ya Mungu yaweze kudhihirika kupitia maisha na utumishi wake. Tumsifu Yesu Kristo.